Jana juzi nimesoma ripoti ya Jaji Chande. Mimi namheshimu Jaji Chande. Kuna machief justice, kuna cheo ukifikia kwenye nchi ya watu milioni 60 umefikia self actualization. Ndio hapa mama, nchi ina watu milioni 60 na ina miaka 60. Katika miaka 60 hiyo, watu ambao wamekuwa chief justice, wamekuwa majaji wakuu hawafiki 8. Kwa ni bahati ya kipekee ukafikia level hiyo ya uongozi. Kuna tena unachoogopa na kazi yako ni kutenda haki. Mle kuna jaji mkuu wa Tanzania Chande na kuna jaji mkuu mstaafu tena Ibrahim Juma. Wameandika ripoti, wamezungumza mambo mengi. Chadema tutaichambua. Sisi tulipinga na tulisema hawa hawawezi kusema ukweli mwanzo ilipoanza, kwa sababu mwovu hawezi kujichunguza mwenyewe. Aliyeua watu hawezi kuunda tume ya kwenda kuchunguza mauaji aliyeya orchestrate mwenyewe. Tukaikataa tume. Lakini jaji mkuu wa Tanzania amesema wametekwa watu 700. Yeye mwenyewe kwa maneno yake, tunajua ni watu wengi zaidi. Miongoni mwa hao amesema watu 400 hawaonekani. Tunapozungumza watu 400, sivyo kama mnanielewa. Nyie humu sidhani kama mnafika 400. Wamefika? Hapa mko 300. Kwa hiyo watu wengi kuliko nyie wamepotea. Watoto wengi kama wa kwenu hawana baba. Wake wengi kama nyie hapo mlivyo hivi ni wajane. 400 people. Watu 400. Iran imeanza kupigana na Israel na Marekani kwa upande mmoja tangu tarehe 28 mpaka leo. Hawajauawa watu 400 kwenye vita hivi. Watu 400 anasema yeye kwa maneno yake wamepotea. Zungumzi yale mauaji, nazungumza waliopotea, waliotekwa. Kijiji kinakuwa na watu 300, 400, 700, 1000. Ina maana fumba macho, kijiji kizima hakina watu. Jaji Chande anasema hao watu waliotekwa wametekwa hizo kwa sababu za mapenzi, wametekwa kwa sababu za ushirikina, wametekwa kwa sababu za kibiashara. Sasa Jaji Chande, huyu hapa mke wa Deo ana mtoto wake hapa, ametekwa kwa sababu gani? Huyu mama mume wake ametekwa kwa mapenzi gani? Ambaye leo mtoto wake amebaki yatima. Huyu mtoto ana miezi kadhaa, amebaki yatima, hajai kumuona baba yake. Jaji Chande anatuambia huyu ametekwa kwa sababu ya mapenzi. Pole Ndule Nyagali, watu wengi kwa mamia wamepotea kwenye nchi. Halafu hao watu wana audacity ya kutuambia sisi wanaweza kututisha eti tukae nao kwa lazima. Tumekataa. Hatukubali. Tuko tayari kusimamia haki hiyo. Twende kaburini na dunia ijue tulisimamia haki hiyo, tukaenda kaburini. Na wao watakufa tu, hawataishi milele. Hatutakubali nchi hii ikageuzwa kuwa sisi wote ni ndondozi, kwamba wao ndio binadamu. Tunaishi kwenye nchi ambayo watu hawajui usalama wao. Huyu mtoto wa huyu Deo, unategemea akikua akaambiwa babake alifanywa hivyo, anaweza kuchukua hatua gani? Dunia imetengeneza ugaidi kwa sababu ya mambo kama haya. Dunia imetengeneza visasi kwa sababu ya mambo kama haya. Ujinga na upumbavu ambao unachochewa na watu wapumbavu wanaojiita viongozi wasiokuwa na busara. Watu wanapata chuki
Watoto wao wameuawa hapa bila sababu. Polisi wanawinda watu kwenye nyumba. Mimi nilikuwa gerezani, nimetoka, nimeona hizo picha. Leo wao hawajui waliokwenda kuchunguza. Alafu wanataka kutisha watu na kublackmail. Utamtisha nani? Kwa lipi? Kwa sababu utatuweka ndani. Kwa sababu gani? Wewe ni Mungu. Unatutisha kwa lipi? Fanya unachoweza. Fanya chochote unachoweza. Lakini we want to keep quiet katika nchi yetu. Hatutanyamaza. Hatutanyamazia uovu hata dakika moja. Na tukisema hivi tunasema kwa heshima kubwa sana. Wala hatuna tatizo na mtu yoyote. Tunachotaka ni haki itendeke kwenye nchi. Watu wamekataa uchaguzi, kwamba uchaguzi huo hauwezi kutuletea ukweli. Ndicho Watanzania walichosema. Hakuna hata mtoto mdogo ambaye hajui hili, kwamba tangu mwaka 92 Watanzania wamedai katiba ili wawe na uwezo wa kuchagua. Leo majaji wakuu wanakaa eti hawajui chanzo cha hasira za Watanzania waliojitokeza kuandamana. Watanzania walikuwa wanataka waweze kuchagua viongozi wao. Wametoka bila chochote, bila silaha, mmewajibu kwa risasi, mmeua maelfu ya watu, wakiwemo watoto wadogo. Nafikiri kwamba hata mkibambikia watu kesi kwamba ndio kwa Mungu hayo yatakuwa yameisha, kwamba hamkuua.